Waziri, naomba nichukue fursa hii nikupongeze sana kwa majibu yako mazuri na ile yenye kuleta tija kwa wananchi hasa wa kisiwa cha Pemba. Mheshimiwa Waziri, pia naomba nipongeze kwamba leo Mheshimiwa Rais yuko Pemba kwa ajili ya kufungua Pemba kiutalii. Lakini Mheshimiwa Waziri, katika maeneo ya kiutalii ni mashamba ya spice. Lakini kwa ule upande wa Pemba mashamba haya bado hatujayaona au wananchi kushajika kuweka mashamba haya. Kwa kuwa sasa hivi inafunguliwa Pemba kiutalii na kiuchumi zaidi. Je, ni upi mpango wa serikali kuona kwamba mashamba haya na kuwepo ili kwa ajili ya kuwavutia watalii kuona viungo vyetu vya Zanzibar mbalimbali na kupata faida? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, kwa ruksa yako naomba kumjibu Mheshimiwa Bikombo Chumuhamis swala lake la nyongeza kama hivi ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, ni kweli kama alivyouliza Mheshimiwa Bichum, kwa upande wa Pemba mashamba ya spice bado hayajatiliwa nguvu sana kama ilivyo hapa Zanzibar. Na Pemba kuna ardhi ambayo ina rutuba. Tunaamini kwamba mashamba yakianzishwa kule yataweza kuleta tija kubwa kwa wananchi, lakini vile vile kuweza kuvutia watalii. Sasa hapa nitoe wito hata kwa sisi wenyewe waheshimiwa wajumbe wa Baraza la Wawakilishi. Moja katika maeneo ambayo tunaweza kuwekeza ni kuwekeza katika haya mashamba ya spices. Na kwa bahati nzuri juzi nilipokuwa nikijibu swala hapa nilieleza kwamba sasa hivi Zanzibar kupitia maelekezo ya Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Benki ya Kilimo imetakiwa kufungua branch yake hapa Zanzibar kwa ajili ya kusupport wale wote ambao wamewekeza kwenye kilimo au wale wakulima ambao wanahitaji kuboresha mashamba yao, ambapo wanapata changamoto kupata mikopo kwenye mabenki mengine ya kibiashara. Kwa hiyo na wananchi wa Pemba na hata wa Unguja wanaohitaji kwenda kuwekeza Pemba, basi waende wakatafute hayo mashamba, na Benki ya Kilimo ipo itaweza kusapoti kuwakopesha katika kuhakikisha kwamba wanawekeza katika mashamba ya spice, lakini vile vile ambayo itashajihisha kuweza kuwavutia watalii hapa nchini hasa kisiwa cha Pemba. Asante sana Mheshimiwa Spika.